Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwenye maisha yetu. Mimi na wewe tunapoitafakari jana yetu ama juzi yetu, unakuja kugundua kwamba kama isingelikuwepo neema ya Mungu kwenye maisha yetu, tusingeweza kutoboa. Kila mmoja ana shuhuda anaoibeba juu ya maisha yake, na tuna kila sababu ya kwenda mbele zake Mungu kwa ajili ya toba na rehema, kwa ajili ya kuomba neema yake na baraka zake, lakini pia kwa ajili ya kuomba ulinzi wake. Efeso 6:12, maandiko matakatifu yanasema, kupigana kwetu sisi si kwa damu na nyama. Vita zetu sisi waamini si za kimwili, ni vita za kiroho. Ni vita dhidi ya falme na mamlaka ya nguvu za giza katika ulimwengu wa roho, pepo wachafu, majini, vinyamkela, vibwengo, ushirikina na uchawi. Hizo ndio vita zetu kubwa, na vita zetu za hapa duniani. Hata mbinguni kulikuwa kuna vita kati ya jeshi la Mungu na malaika waliokuwa wameasi. Kwa vita zilianza mbinguni, baadaye wale ambao walishindwa wakatupwa duniani. Na neno fupi sana kutoka kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari ule wa 19, ni neno moja ambalo ni fupi lakini ni very powerful. Anasema, nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Haya ni maneno ya Mungu kupitia mtumishi wake Yeremia, akizungumza kwamba pale watu wanaponyanyuka kupigana na wewe, anasema hawatakushinda. Pale ambapo wachawi, washirikina, watu wenye roho ya kwa nini ya maisha yako watakapokunyanyukia, anasema hawatoweza kufanikiwa. Kwa sababu gani? Anasema Mungu atakuweko pamoja na wewe kwa ajili ya kukulinda. Hii ni kama vile fursa, ni kama vile upendeleo, ni neema ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu, ambayo wakati mwingine hatustahili kupata nafasi ya kipekee kama hii ya Mungu kuwa pamoja nasi, kututetea pale ambapo watesi wetu watakuwa wamenyanyuka juu ya maisha yetu. Na watu wengi tunakosa kukizi vigezo kwa sababu mahusiano yetu na Mungu ni mabaya. Kwa sababu ya elimu zetu tunaona maisha yetu, kufanikiwa kwetu ni kwa sababu ya mishahara yetu, ni kwa sababu ya elimu zetu, ni kwa sababu ya umaarufu tulionao kwa watu. Lakini nyuma yake ipo neema ya Mungu. Mungu ndiye bosi wa maisha ya mwanadamu. Pumzi yetu mwenye dhamana nayo ni yeye. Ratiba zetu ambazo tunazipanga zipo ndani ya ratiba ya Mungu. Ratiba ya Mungu ndiyo ratiba mama ya maisha ya mwanadamu. Ratiba zetu ambazo tunazipanga zinaingia ndani ya ratiba ya Mungu. Kwa hiyo mambo yoyote ambayo unapanga, mambo yote ambayo unatarajia kuyatekeleza, mipango yoyote ya kwenye maisha yako, kabla hujaanza kuifanyia utekelezaji, omba kibali mbele za Mungu, kwa sababu upo ndani ya ratiba ya Mungu. Yani sawasawa na mfano rahisi, wewe unafanya kazi kwenye ofisi fulani. Jumamosi unaweza kusema, Jumamosi nataka niende shamba, ama nina jambo langu nataka nilifanye, lakini mwajiri wako kumbe Jumamosi anawahitaji ofisini. Kwa hiyo ili uweze kutekeleza ratiba yako ya kutokuwepo Jumamosi, lazima uombe kibali kwa mwajiri wako. The same tunachopaswa kukifanya unapotaka utekeleze mipango yako mbele za Mungu, lazima uanze kwanza kuomba kibali kwamba Mungu, najua naingilia ratiba yako, sijui siku ya leo umeipanga kwenye ratiba zako, umeikusudia nini juu ya maisha yangu, ninataka nitekeleze jambo fulani, naomba ruhusa yako. Mungu wetu huwa anasikia na Mungu wetu huwa anajibu. Haya ni maneno ambayo naomba nikuachie na yakusaidie na utembee nayo pia, na ukijifunza ibada, ukijifunza kumshirikisha Mungu mambo yako mengi, kuna vitu vingi vitafunguka kwenye maisha yako. Kuna vita nyingi ambazo kwa macho ya nyama mimi na wewe hatuwezi kuviona, lakini Mungu anaziona zile vita, na atapigana na wale watesi, wakati mwingine pasipo sisi hata kujua. Atazimaliza tu. Tunapolala ni kama tumekufa, lakini kuna watu katika ulimwengu wa roho waendelea kufanya kazi, hawalali. Kwa kuna vita nyingine unakuta Mungu anapigana nazo kwa ajili ya kututetea sisi juu ya zile roho ambazo
chafu zinazoibuka usiku wakati sisi tumesha lala na hatutambui. Mungu akutunze na akusaidie siku zote.